Kukamilika kwa ujenzi wa barabara hizi za Kizimkazi itapelekea biashara na shughuli za usafiri na usafirishaji kwa wananchi wanaoishi katika maeneo haya na maeneo mengine ya mkoa wa Kusini Unguja. Kupitia barabara hizi za Kizimkazi ambayo tumezijenga, wakulima watanufaika na mazao yao sokoni, wataweza kuyapeleka mazao yao kwa urahisi sokoni. Wafanyabiashara watapanua shughuli zao, na wanafunzi watafika shuleni kwa wakati, na wagonjwa watapata huduma za haraka kwenda katika vituo vya afya na hospitali. Ndugu wananchi, serikali imejizatiti kujenga barabara zote katika mikoa yote ya Unguja na Pemba, na kwa zile barabara ambazo zimebakia kwa mkoa wa Kusini Unguja, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar nazo itazijenga kwa hatua kwa hatua. Hivyo tunaomba wananchi ambao wanaishi maeneo ambayo bado barabara hazijajengwa wawe na subra, wawe na utulivu. Serikali iko kazini, inaendelea kuweka mipango bora ya kuzijenga barabara hizo katika kiwango cha lami. Ndugu wananchi, mafanikio makubwa yamepatikana tokea mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya mwaka 1964 na ya kuimarisha miundombinu ya barabara za Unguja na Pemba. Kwa mujibu wa takwimu za serikali, kwa mkoa wa Kusini pekee, wastani wa kilomita 124.2 zimejengwa kwa kiwango cha lami katika kipindi cha serikali ya awamu ya 8 inaongozwa na rais wetu kipendwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Sasa hivi kuna utamaduni umetokezea. Ndugu zetu hawa wanasafirisha vifaa vya ujenzi, wanachukua nondo, wanazipakia kwenye kenta au kwenye keri, wanaziburura barabarani. Mnatuharibia barabara zetu. Kitunze kidumu. Leo sisi tunatengeneza, nyinyi mnakuja mnatuharibia. Nawataka jeshi la polisi, mkiikuta gari inaburuza nondo, hakikisheni mnaikamata gari hiyo na mnampiga faini katika kiwango ambacho kinachostahili. Wizara kupitia wakala wa barabara Zanzibar ilisaini mkataba wa mradi wa ujenzi na kampuni Building Material tarehe 23 Oktoba 2024 kwa gharama ya milioni 8,338,952.59 pamoja na ongezeko la thamani hadi mradi huu ulitumia muda wa ujenzi wa miezi 13 na umekamilika tarehe 6 Novemba 2025 kwa mujibu wa mkataba. Fedha za ujenzi huu zimetoka katika serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, barabara hizi zenye urefu wa kilomita 6.59 zinajumuisha barabara kutoka Hema Roundabout hadi Machomwe yenye urefu wa kilomita 2.04, hospitali hadi uwanja wa mpira Mkombewa yenye kilomita 1.72, barabara kuu hadi hospitali kilomita 0.46, msikiti wa kihistoria wa Kizimkazi hadi barabara kuu kilomita 0.74, Limbali tawi la CCM hadi kituo cha mafuta yenye urefu wa kilomita 0.34, barabara kuu hadi kiwanja cha michezo cha Suluhu Academy kilomita 0.69, na barabara kuu hadi kiwanja cha michezo cha watoto kilomita 0.6, ambazo zote zimejengwa kwa kiwango cha lami. Mheshimiwa mgeni rasmi, barabara hizi zimejengwa kwa tabaka mbalimbali za kifusi chenye ubora tofauti kwa upana wa mita 5.5 hadi mita 7, unajumuisha upana wa mita 0.5 kwa mabega kila upande. Kwa ujumla, barabara hizi zitakuwa na upana wa mita 8 kwa eneo lililosafishwa. Pia barabara hizi zimewekwa lami ya moto kwa unene wa milimita 40.
Mheshimiwa mgeni rasmi, barabara hizi zimewekwa na mabomba 44 ambayo tunaita service duct kwa ajili ya kupitisha huduma za jamii ikiwemo huduma ya maji safi na mawasiliano ili kuepusha ukataji wa barabara baada ya kukamilika kwa ujenzi. Katika kuzingatia usalama wa watumiaji wa barabara barabara hizi zimewekwa michoro ya kugawa barabara na alama za usalama barabarani. Aidha, jumla ya kilomita 2.5 zimejengwa barabara za watu watembeao kwa miguu kwa wastani wa mita 1.8 ambazo barabara hizo zilizowekewa barabara hizo ni kutoka ni barabara inayoenda hospitali, kiwanja cha michezo cha Suluhu Academy na kiwanja cha michezo ya watoto pamoja na kuwekewa taa 79